Chuo chetu kina matawi 6. Tuna tawi Dar es Salaam, lakini pia tuna tawi Tabora, Mtwara, Singida, Mbeya pamoja na Tanga. Na leo hii tunaendelea kusherehekea maadhimisho haya ya elimu, ujuzi, teknolojia na ubunifu ambao wenzetu NACTIVATE pamoja na TCU wameanzisha muda mrefu sasa ameanza, lakini leo tunahitimisha, leo tarehe 24 tunahitimisha. Sisi kama Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania tunashiriki pia kwa sababu sisi ni taasisi ya elimu, lakini pia ni taasisi ambayo inajishughulisha sana na mambo ya teknolojia, ujuzi pamoja na ubunifu. Na sisi kama Chuo cha Utumishi wa Umma tunatoa mafunzo kwa namna mbili. Tunatoa mafunzo kwa watumishi wa umma kama tulivyoanzisha kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa watumishi wa umma, lakini pia kwa kutoa mafunzo ya muda mrefu kwa wanafunzi ambao wanajiandaa kuingia kwenye utumishi wa umma. Sasa leo naomba tu niongelee hilo upande wa wanafunzi ambao tunategemea kuwa tunawapokea kwa ajili ya kuandaa kwa watumishi wa umma walio wema, watumishi wa umma waadilifu, watumishi wa umma wenye uzalendo mkubwa kwa taifa lao. Sisi tunatoa mafunzo katika kada hususan zile ambazo ziko chini ya ofisi ya Rais Utumishi, kwa sababu sisi tuko chini ya ofisi ya Rais Utumishi. Kwa hiyo mafunzo yetu mengi ambayo tunatoa kwa kozi zetu ambazo tunazitoa zimejikita huko. Moja, tunafanya secretarial studies, uhaziri, mafunzo ya uhaziri na utawala, lakini pia tunafanya mafunzo ya records ya utunzaji kumbukumbu, taarifa na nyaraka, lakini pia tunatoa mafunzo kwa human resource pamoja na public administration. Kwa hiyo hizi ni kozi mama katika chini ya ofisi ya Rais Utumishi. Kwa hiyo tunatoa hizo kozi kuanzia cheti mpaka degree. Zamani degree tulikuwa tunatoa pale Dar es Salaam peke yake, lakini kwa mwaka huu tunatoa degree pia ya secretarial pamoja na records management pale Tabora. Kwa hiyo nawakaribisha sana wananchi waweze kuwa pamoja nasi katika kuendeleza shughuli hizi za elimu ili tuongezee ujuzi na teknolojia pamoja na ubunifu. Chuo chetu kinatumia sana teknolojia kwa sasa hivi na ubunifu mkubwa katika utoaji wa huduma. Kwanza tunaanza na cheti. Tunapojiunga na cheti, sisi tunaamini kama Chuo cha Utumishi wa Umma kwamba mwanafunzi ambaye amepata walau D4 nje ya masomo ya dini, huyu mwanafunzi anafundishika. Kwa maana hiyo tunaweza tukamjenga na tukaweza kumfundisha. Hivyo mtu aliye na D4 asijirudishe nyuma, aje Chuo cha Utumishi wa Umma, tutampokea. Tunazo kozi nyingi ambazo ziko chini ya ofisi ya Rais Utumishi, na kwamba yeye kama atapenda sana kufanya kazi ndani ya utumishi wa umma, tunafungua milango, karibu sana. Lakini pia katika degree tunategemea kwamba huyo mtu awe na diploma walau na hiyo diploma awe na GPA ya 3 au basi awe amefaulu walau masomo mawili katika cheti chake cha form 6. Huyo anaanza na degree moja kwa moja. Kama si mtumishi wa umma, na mara nyingi wale ambao wanaanza na certificate wanakuwa si watumishi wa umma bado. Kwa maana hiyo tunamwandaa kwa mtumishi wa umma aliye bora, tunamwandaa kwa mtumishi wa umma mzalendo, tunamwandaa kwa mtumishi wa umma mwenye maadili makubwa katika utumishi wa umma. Na sisi ambao tumesimamia msingi wa utumishi wa umma tunawaandaa hao. Kwa hiyo kama mtu anataka kwenda kufanya kazi ndani ya utumishi wa umma, ni matarajio yangu kwamba atatamani kujiandaa kwa mtumishi wa umma. Ni matarajio yangu na atatamani kuwa na uadilifu mkubwa na kufuata misingi yote ya utumishi wa umma. Kwa hiyo huyo mtu nategemea ataingia kwetu. Atakuja kwetu, tutamwandaa hata kwa mtumishi wa umma mzuri. Namna ya kujiunga, pengine namna ya kujiunga kwa wanafunzi ambao wanataka kujiunga pamoja na sisi, akiingia kwenye mtandao www.tpsc.go.tz. Akiingia kule atakutana na website, halafu itamuongoza namna ya kujiunga. Atakuta kitufe pale ambacho kinamwambia online applications. Ataingia, ataweza kuomba online na ataweza kufanikiwa. Lakini pia watumishi wa umma tunawakaribisha katika kipindi hiki, wale ambao wanajiandaa na mitihani ya utumishi wa umma. Dirisha liko wazi sasa hivi, tunaendelea, tunawapokea, lakini pia tunatoa mafunzo hayo online ili tumfikie mtu popote pale alipo. Hatuangalii kwamba tuko matawi 6, tuko kanda 6. Sisi tuko kanda ya kusini Mtwara, tuko kanda ya mashariki tuko Dar es Salaam, tuko kanda ya kaskazini tupo Tanga, tuko kanda ya nyanda ya juu kusini Mbeya, tuko kanda ya kati Singida. Kwa hiyo tumekava kanda nyingi. Kwa hiyo anaweza akaingia kule, lakini kuna wengine tujafikia hizo kanda. Kanda ya ziwa tujafikia. Sasa wale wanaweza akaomba online
wakaomba mafunzo kwa njia ya mtandao na tukatoa mafunzo kwa njia ya mtandao kule kule aliko, na mpaka hivi ninavyoongea mafunzo yanaendelea. Habari, kwa majina naitwa Lydia Godwin, ni afisa masoko kutoka Taasisi ya Uwekezaji Tanzania, na leo hii ipo kwa ajili ya kuweza kuwakaribisha wananchi wa mkoa wa Tanga na mikoa jirani katika wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu hapa katika viwanja vya shule ya Usagara. Waje kwa ajili ya kuweza kupata elimu ya uwekezaji, tuweze kujifunza mifuko ya uwekezaji wa pamoja inavyofanya kazi, lakini pia faida za kuwekeza kwenye mifuko hii ya uwekezaji wa pamoja. Ewe mkazi wa Tanga, ewe mkazi wa mkoa karibu na Tanga, fursa ambazo utazipata kupitia banda letu la UTT AMIS, kwanza kabisa ni kuweza kupata elimu ya uwekezaji kupitia mifuko yetu 6 ya uwekezaji wa pamoja. Hapo sisi kama UTT tuna mfuko wa Umoja Fund, tuna mfuko wa Wekeza Maisha, tuna mfuko wa Watoto Fund, tuna mfuko wa Jikim, kuna mfuko wa Ukwasi au Liquid Fund, lakini pia na mfuko wa Hatifungani au Bond Fund. Kupitia mifuko hii yote 6 ya uwekezaji, mwekezaji anaweza kuwekeza fedha yake, lakini pia mwekezaji ataweza kupata faida au ongezeko ambalo litamsaidia kwenye kuweza kuweka malengo ya mbele kidogo au malengo hata sasa hivi. Kwa hiyo wewe mkazi wa hapa Tanga na mikoa jirani, karibu sana kwenye banda ya UTT AMIS. Karibuni sana tupate fursa za uwekezaji kupitia mifuko hii ya uwekezaji wa pamoja. Karibu sana, banda letu lipo hapo kwenye maonesho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu katika viwanja vya shule ya Usagara hapa Tanga.